ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na karibu sana mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mambo wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Tuseme tu ni eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo ikiwikia 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Mei 19 ambapo tumetenga makala haya kuangazia janga la mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari uko mbele ya uso wao, kisha wapatie nafasi rumeur na manipulation zenye ziko zinasirkile ndani ya watu vile kupopulation. Ningependa kwanza ni hakikishe watu wote kwamba tayari Ebola iko, tayari imeonekana. Si Kongo tu, Ebola imethibitishwa vile ndani ya nchi ya Uganda. Impact kubwa kwa biashara zetu za basi. Yaani mwezi wa 6 watu wa basi wanafanyanga biashara sana. Wanaleta watu mbalimbali kutoka kama sehemu mbalimbali kukuja hapo na Mgongo kuomba kusherekea usiku alafu akarudia. Sasa hii usiku wamesai postpone, haitakuwa. Na sasa hii kufunga border ya Kongo hii pia inaenda affect biashara nyingi. Juu tuko na watu wanatoka Kongo anaenda Nairobi. Kuna mwenye anatoka Nairobi anaenda Kongo, anatoka Kongo anaenda Dar es Salaam, anaenda nchi mbalimbali, Rwanda, wapi. Sasa kwa hiyo masuala ya Ebola sasa imeleta changamoto na inaenda affect biashara, especially transport sector inaenda affect zaidi. Kwa haya na mengine mengi zaidi, kaa nasi. Lakini kwanza sasa hebu nimpishe mwenzangu Edith Peter akiwa Dar es Salaam, Tanzania, ili atupatie taarifa za habari. Ituri, DRC. Takribani watu 131 wamefariki dunia kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku zaidi ya visa 513 vikishukiwa kuwa vya maambukizi hayo, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Msemaji wa serikali ya DRC amesema kuwa visa vya Ebola sasa vinaripotiwa katika maeneo mengi zaidi nchini humo. Aidha, nchini Uganda kumethibitishwa visa 2 vya Ebola pamoja na kifo kimoja, kwa mujibu wa kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya Bundibugyo kuwa dharura ya kimataifa. Wakati mlipuko huo ukiendelea kusambaa, serikali ya Kongo imejaribu kuwahakikishia wananchi kwamba timu zake za dharura zinafanya kazi kubwa ya kufuatilia na kuchunguza visa vinavyoshukiwa na kwamba hakuna sababu ya taharuki. Serikali imepanga kufungua vituo 3 vya matibabu ya Ebola katika jimbo la Ituri, mashariki mwa nchi, huku WHO ikituma timu ya wataalamu kusaidia kukabiliana na ugonjwa huo. Wataalamu wa afya na wafanyakazi wa misaada wamesema virusi vya Bundibugyo vilisambaa bila kugunduliwa kwa wiki kadhaa. Hadi sasa visa vimethibitishwa katika maeneo ya Bunia, Goma, Mongubwalo, Butembo na Nyankunde. Daktari mmoja raia wa Marekani anayefanya kazi nchini DRC ni miongoni mwa watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola, kwa mujibu wa kundi la kimishonari la afya analolifanyia kazi pamoja na CDC. Darfur, Sudan. Kamanda mmoja wa kikosi cha wanamgambo nchini Sudan ambaye alikamatwa mwishoni mwa mwaka jana baada ya video zake kusambaa zikimuonyesha akiua watu wasio na silaha mjini Al-Fashir ameachiwa huru gerezani na kurejea vitani, kwa mujibu wa vyanzo 9 vilivyozungumzwa na Reuters. Vyanzo viwili akiwemo afisa wa ujasusi wa Sudan na kamanda wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF walisema walimuona Brigadier Jenerali Ali Fateh Abdullah Idris maarufu kama Abu Lulu akiwa katika mapigano huko
Kordofan mwezi Machi. Afisa mmoja wa kijeshi kutoka Chad amesema maafisa wa RSF waliomba Abu Lulu arejeshwe vitani ili kuongeza morali ya wapiganaji waliokuwa wakikabiliwa na mapigano makali eneo hilo. Hata hivyo, serikali ya muungano inayoongozwa na RSF imekanusha taarifa za kumwachia huru Abu Lulu. Kwa mujibu wa msemaji wa RSF Ahmed Tugudi Lisan, mahakama maalumu itamshtaki yeye pamoja na wengine wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa mashambulizi ya Al-Fashir. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu kati ya jeshi la Sudan na RSF vinaendelea kuwa mapambano makubwa ya kuwania udhibiti wa nchi na rasilimali zake za kifedha. Mashirika ya misaada yanasema mgogoro huo umeibua janga kubwa la kibinadamu duniani kwa sasa. Abuja, Nigeria. Kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika imesema imefanya mashambulizi zaidi ya anga dhidi ya wapiganaji wa kundi la ISIS kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa ushirikiano wa serikali ya Nigeria. Mashambulizi hayo yalifanyika Jumapili kwa mujibu wa taarifa ya kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika iliyotolewa Jumatatu, huku ikieleza kuwa hakuna wanajeshi wa Marekani wala wa Nigeria waliojeruhiwa. Mashambulizi hayo yamefanyika siku mbili baada ya viongozi wa mataifa hayo mawili kutangaza kuuawa kwa Abu Bilal al-Minuk aliyekuwa akitajwa kuwa kiongozi wa pili wa ISIL katika eneo hilo. Al-Minuk alilengwa pamoja na wasaidizi wake kadhaa katika shambulizi lililofanywa kwenye makazi yake katika eneo la bonde la Ziwa Chad. Wimbi hili jipya la mashambulizi ya pamoja kati ya Marekani na Nigeria linafanyika wakati mamia ya wanajeshi wa Marekani wakiwa wamepelekwa Nigeria katika miezi ya hivi karibuni kusaidia mapambano dhidi ya makundi yenye silaha, kushirikiana taarifa za kijasusi pamoja na kutoa msaada wa kiufundi. Naam, ni taarifa za habari naye Edith Peter, na moja kwa moja tuanzie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mamlaka zimetangaza kufungua vituo vitatu maalum kuwahudumia wagonjwa wa mlipuko wa Ebola. Kufikia sasa zaidi ya watu 130 wamethibitishwa kufariki kutokana na homa hiyo, huku wengine zaidi ya 400 wakiambukizwa, akiwemo raia mmoja wa Marekani aliyekuwa daktari katika kituo kimoja eneo la Bunia. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limetuma wataalamu wa kiafya kuelekea mkoa wa Ituri ambao ndio kitovu cha mlipuko wa Ebola. Maafisa wa kiafya wamesema virusi vya sasa vya Bundibugyo virus vilianza kusambaa wiki kadhaa zilizopita bila kugunduliwa. Aidha, visa vipya vimeripotiwa katika mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, Mongwalo, Butembo na Nyakunde. Kutoka Beni basi na mpisha Msekedide akiarifu zaidi. Mlipuko huo wa virusi vya Ebola unaendelea kusambaa kwa kasi kubwa. Kwa mujibu wa mkuu wa mahabara ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa kibiolojia na kitiba INRB, kwa ufupi Profesa Daktari Jean-Jacques Muyembe, visa vipya vimeongezeka, ikiwa ni pamoja na visa viwili jijini Butembo na Katwa, maeneo ya kaskazini kuu ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Pia huko Ituri kwenye hospitali ya Nyankunde kuna daktari raia wa Marekani aliyeambukizwa baada ya kutibu mgonjwa aliyeathirika. Kwa sasa yeye na mkewe tayari wamewekwa karantini. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali aliyepia waziri wa habari nchini, idadi ya visa inaendelea kupanda na kufikia zaidi ya wagonjwa 400, huku waliopoteza maisha kutokana na magonjwa hayo hatari, takwimu ikiwa takriban watu 120. Kinachoumiza ni kwamba kuna baadhi ya watu wanaochukulia janga hili kama mzaha, kama wanavyosikitika wakaaji hawa. Haina maana tuendelee kusema kitu ni ya bongo na iko natumalizia bandugu mbalimbali. Wakasema tunae mikono, wakasema tuepuke kugusa maiti, tuepuke kula pasipo kunawa mikono, tuepuke kugusa manguo za watu walikufa. Haina maana tuipinge. Ya muhimu kwanza tufuatilie gizi ya kuweza kuipiganisha. Wasiwasi ninayo ni kuona kama watu watakatala kuona uhakika ambayo tayari uko mbele ya uso wao, kisha wapatie nafasi rumeur na manipulation zenye ziko zinasirkile ndani ya watu vile kupopulation. Ningependa kwanza ni hakikishe watu wote kwamba tayari Ebola iko tayari imeonekana. Si Kongo tu, Ebola imethibitishwa vile ndani ya nchi ya Uganda, imethibitishwa Paris. Muda si mrefu hapa nilisikia kama Ebola vile imeonekana Sudan. Kungambo hii magonjwa ya virusi ya Ebola, tusilete mzaha, tusiwaze kama ni mambo ya kutokea huku na huku. Iko magonjwa kama ingine magonjwa. Ya muhimu tufate maneno yenye wanganga wanatuambia.
wataalamu wanatuambia nini kusudi tuweze kujikinga kwa ile magonjwa. Daktari Pasifiki Ndiku, akiwa mwenye hasira kuhusu uvumi wa kupotosha watu, alitahadharisha jamii kwa kuleta onyo hili. Maoni ni mbili na shauri ya kupatia watu. Hii Ebola inakuja tena huku kwetu. Watu wengi hawataki matibabu, watu wengi wanaendelea kupinga ya kinyama ikiolela. Nitaka kuambia watu wale ambao wanapinga magonjwa ipo, na ile magonjwa kama hatufanyi angalisho inaua watu wengi sana. Na wale watu ambao hawataki matibabu, ambao wako wanakimbia matibabu, wajue kwamba wako wanahatarisha wengine. Maana hao ni kuambia kwamba wanajihatarisha wenyewe na wanahatarisha watu wengine. Ingawa unajua kwamba umekwisha kuwa katika orodha wenye walikuwa contacts, yafaa kujiharikisha kwanza kupata matibabu mbele ya wakati, maana virusi hii si kama virusi hiyo ya zamani. Tuangazie hapa kwamba mjini Goma kama vile Bukavu, maeneo yanayomilikiwa na AFC M23, pia kuna dalili 189 kukithibitishwa kisa kimoja, na tayari wamiliki wa maeneo hayo wamechukua tahadhari. Na mjini Kinshasa nako, licha ya fununu, serikali imesema hakuna kisa chochote kilichoorozeshwa. Ni vema tukumbushe hapa kuwa kuanza wagonjwa wale wanaotajwa kuwa msingi wa mambo haya na mazishi yao kufanyika kwa hali isiyo na kinga huko Mungwalu ndiyo kitovu cha Ebola leo. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Basi shukran sana mwanahabari Msekedide ukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi sasa basi tuingie nchini Uganda, ambapo ubalozi wa Marekani umetoa tangazo la kusitishwa kwa utoaji wa visa kusafiri Marekani kwa raia wa Uganda. Hii ni baada ya nchi hiyo kuthibitisha visa viwili vya Ebola, huku mgonjwa mmoja akipoteza maisha. Wawili hao walikuwa raia wa DRC walioingia Uganda katika mpaka wake na mkoa wa Ituri. Kwa sasa Uganda imefunga mpaka wake na DRC kufuta maadhimisho ya siku ya mashahidi hapo Juni 3, na raia wamesisitiziwa kuwa waangalifu na kufuatia maagizo ya kiafya barabara. Kutoka Kampala, nampisha Sadam Mubale atuarifu zaidi. Uganda imeanza tahadhari za kitaifa ili kuzuia na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola baada ya mamlaka kutangaza kifo cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa amewasili mjini Kampala. Marehemu anaripotiwa kuingia Uganda akitoka DRC, taifa ambalo limewahi kukumbwa na milipuko kadhaa ya Ebola katika miaka ya hivi karibuni. Kutokana na hofu ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika ukanda wa Afrika Mashariki, serikali ya Uganda imeimarisha ukaguzi katika mipaka baina ya DRC pamoja na maeneo ya umma, huku maafisa wa afya wakiendelea kufuatilia watu wote waliokutana na marehemu huyo. Mwishoni mwa wiki, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alitangaza kusitisha kwa maadhimisho ya siku ya washahidi wa Uganda ambayo kwa kawaida hufanyika tarehe 3 Juni. Maadhimisho hayo huvutia maelfu ya mahujaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki wanaotembelea na Mugongo kwa ajili ya ibada ya kumbukumbu ya siku hiyo muhimu ya kidini. Serikali kuzuia chini ya Mheshimiwa Rais wetu Yoweri Kaguta Museveni ni jambo sahihi. Kwa sababu gani? Kuna tunawaita mahujaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa ameingia nchini, ikakutwa kwamba mmoja wao alikuwa ameathirika na hivyo virusi, alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola. So ili kuzuia mlipuko ndani ya nchi, kuhakikisha kwamba kusimamisha huo mkusanyiko ni jambo la heri kabisa. Baadhi ya mahujaji kutoka DRC ambao walikuwa wamewasili Uganda katika wilaya ya Kasese wamelazimika kurejea nyumbani. Tulikuwa tayari kuenda kwa safari ya Namugongo. Sasa tumerudi kwa sababu wamesema wagonjwa 3 wamepatikana Kampala, fasi tungelienda. Sasa tunarudi Butembo. Tuko tayari tu kwa safari, wakati wataandaa tena safari ya Namugongo wakishasema ugonjwa umekwisha kabisa. Tuko tayari tena kuenda katika safari ya Namugongo kuenda omba watakatifu wa Uganda.
Wakati huo huo, waendeshaji wa mabasi ya kimataifa kutoka Kampala hadi DRC wamethibitisha kusimamisha huduma zao kwa muda hadi hali itakapokuwa salama. Majid Yusuf, mmoja wa waendeshaji wa mabasi ya kimataifa, anasema kusitisha safari hizo ni hatua ya tahadhari wakati mamlaka za afya zikiendelea kutathmini hali hiyo. Ina impact kubwa kwa biashara zetu za basi. Yaani mwezi wa 6 watu wa basi wanafanyanga biashara sana. Wanaleta watu mbalimbali kutoka kama sehemu mbalimbali kukuja hapo na mgongo kuomba kuserekea usiku alafu akarudia. Sasa hii usiku wamesai postpone, haitakuwa. Na sasa hii kufunga boda ya Kongo pia inaenda affect biashara nyingi. Juu tuko na watu anatoka Kongo anaenda Nairobi, kuna mwenye anatoka Nairobi anaenda Kongo, anatoka Kongo anaenda Dar es Salaam, anaenda nchi mbalimbali, Rwanda, wapi. Sasa kwa hiyo masuala ya Ebola sasa hii imeleta changamoto na inaenda affect biashara, especially transport sector inaenda affect zaidi. Katika hatua nyingine, ubalozi wa Marekani nchini Uganda umetangaza kusitisha kwa muda huduma za utoaji wa visa kutokana na tahadhari zinazohusiana na Ebola. Hata hivyo, mamlaka za afya nchini Uganda zinasisitiza kuwa hadi sasa Uganda haijathibitisha mgonjwa yeyote wa Ebola ndani ya mipaka yake. Sadam Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kampala. Naam, ni taarifa yake Sadam Mubale. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tusonge mbele ambapo tunaendelea na makala yetu ambapo tunaangazia kwa kina mlipuko wa homa ya Ebola nchini DRC. Rwanda imefunga mipaka yake yote na DRC baada ya nchi hiyo kutangaza mlipuko wa homa ya Ebola. Rwanda inapakana na DRC mashariki mwa nchi. Hata hivyo, nchini Burundi, waziri wa afya alitangaza raia kuweka tahadhari ya kiafya na kusema kwa sasa nchi hiyo haijafunga mpaka wake na DRC. Silvenas Karemera anaarifu zaidi kutoka Kigali. Rwanda imefunga kwa muda vituo muhimu vya mpakani vinavyounganisha na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kusambaa kwa visa vya Ebola mashariki mwa Kongo, ikiwemo katika mji wa Goma ambapo mamlaka zimefunga njia za mpakani za Goma na Rubavu, zikiwemo Petite Barriere na Grande Barriere ambayo ni mpaka midogo na mpaka mikubwa kati ya nchi hizo, kama sehemu ya hatua za dharura za kuzuia virusi hivi kuingia nchini Rwanda. Siku ya Jumatatu, Rwanda ilipanua hatua hizo kwa kufunga mpaka wa Bukavu pamoja na Rusizi kupitia vituo vya Rusizi ya kwanza na Rusizi ya pili vinavyounganisha jimbo la Kivu Kusini na magharibi mwa Rwanda. Kufungwa kwa mipaka hiyo kumesababisha usumbufu mkubwa katika biashara na usafiri wa kila siku kati ya nchi hizo mbili, ingawa huduma za kibinadamu kama vile wanafunzi, wasafirishaji wa vyakula pamoja na wakazi wanaorejea nyumbani bado wanaruhusiwa kuvuka mpaka baada ya kufanyiwa uchunguzi mkali wa kiafya. Hatua hizo zimechukuliwa wakati hofu ikiendelea kuongezeka kuhusu mlipuko wa Ebola unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mamlaka za afya zimeripoti vifo vya watu kadhaa pamoja na mamia ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Kuthibitishwa kwa visa vya Ebola mjini Goma, mji wenye idadi kubwa ya watu unaopakana moja kwa moja na Rwanda, kumeongeza wasiwasi wa kusambaa kwa ugonjwa huo kutokana na mwingiliano mkubwa wa wafanyabiashara, wafanyakazi na wasafiri wanaovuka mpaka kila siku. Mamlaka za Rwanda zimesema kufungwa kwa mpaka hiyo ni hatua za muda tu na za tahadhari. Wizara ya Afya ya Rwanda imethibitisha kuwa hadi sasa hakuna kisa cha Ebola hata kimoja kilichogundua ndani ya nchi, huku ikieleza kuwa hatua za ufuatiliaji na kudhibiti ugonjwa huo zimeimarishwa katika maeneo mbalimbali nchini. Katika maeneo ya mpakani ambayo bado yanaendelea kutoa huduma kwa kiwango kidogo, maafisa wa afya wameanzisha ukaguzi wa lazima wa joto la mwili, vituo vya kunawa mikono, ufuatiliaji wa wasafiri pamoja na mifumo ya haraka
ya kuwabaini watu wanaoshukiwa kuwa na maambukizi hayo. Mamlaka pia zimeongeza doria katika njia zisizo rasmi za mpakani pamoja na usafiri ndani ya Ziwa Kivu. Mlipuko huo wa Ebola umeibua wasiwasi mkubwa kimataifa, huku mashirika ya afya yakionya kuwa harakati za watu katika maeneo ya mashariki mwa Kongo zinaweza kuongeza kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika nchi jirani iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa kwa haraka. Burundi kwa upande mwingine pia imeanza kuimarisha hatua za kuzuia Ebola katika maeneo yake ya mpakani yanayounganisha nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya mjini Bujumbura zimetangaza kuongezwa kwa ukaguzi na ufuatiliaji katika vituo vikuu vya kuingilia nchini humo, hasa katika maeneo yenye mwingiliano mkubwa wa watu kutoka jimbo la Kivu Kusini. Silvanus Kalemera, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kigali. Ni taarifa yake Silvanus Karemera akiwa Kigali. Shirika la Afya Duniani sasa limetaja mlipuko wa Ebola nchini DRC kama janga la kimataifa. WHO imesema virusi vya sasa vimesambaa kwa haraka na ni ngumu kuvitambua. Maafisa wako wameanza kufanya uchunguzi wa kina ili kusaidia kudhibiti kusambaa kwa maambukizi hususan nje ya nchi ya DRC na dunia kwa ujumla. Kufahamu zaidi changamoto zilizoko kwa sasa dhidi ya kudhibiti mlipuko huu wa Ebola, mwenzangu George Njogopa amezungumza na Dr. Mohamed, mtaalam wa magonjwa ambayo yanafahamika kama epidemiolojia kutoka Jumuiya ya Mashariki ya Kati na Kusini mwa Afrika. Yuko mjini Geneva kuhudhuria kongamano la afya duniani. Hebu tutege sikio tumusikilize Daktari Mohamed. Ni janga ambalo lina hatari kubwa ya kusambaa kimataifa. Kama ukiangalia ugonjwa ulianza Kongo, alafu mara moja ukasambaa kwenda Uganda. Sasa wakitangaza hivyo, maana yake nini? Kwamba wanahitaji ushirikiano wa haraka kwa nchi mbalimbali duniani ili kuweza kudhibiti huo ugonjwa. Vile vile tangazo hili husaidia kuhamasisha kupatikana kwa fedha, wataalamu, vifaa tiba, ufuatiliaji wa mipakani na hatua za dharura kudhibiti ugonjwa kabla haujasambaa zaidi. Kwa hiyo ukishatangaza hivyo ni kama vile umetangaza hali ya hatari ambayo sasa inaweza kuruhusu hizi nani nyingine zianze kutolewa. Kama ulivyoona kwamba baada ya kutangaza tu, Shirika la Afya Ulimwenguni limetoa kiasi cha fedha kama cha $500 kwa kuanzia. Vile vile imepeleka vifaa, wataalamu na mambo mengine yote kwa ajili ya, kwa sababu ni dharura sasa. Na hii ni tofauti na ile pandemic. Kwa hiyo hii inaweza tu ikitangazwa hivyo inasaidia katika kuhakikisha kwamba ule ugonjwa unadhibitiwa haraka sana na upatikanaji wa vitu vyote. Na hadi sasa taarifa zinaonyesha kwamba mlipuko unasambaa kwa kasi sana huko DRC. Na hii kwa mtizamo wako na kwa utaalamu wako unadhani inachangiwa na nini hasa? Ugonjwa sasa hivi kidogo sehemu iliyotokea hiyo sehemu ya Ituri ni eneo la mijini. Milipuko mingi ambayo ilikuwa inatokea Kongo ilikuwa inatokea katika maeneo ambayo ni katika misitu. Na kama unavyoelewa kwenye misitu ni vigumu sana kwa watu wengi kuingia na kutoka. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa inadhibitika sehemu moja. Lakini sasa hivi imetokea mjini ambapo kuna mzunguko mkubwa sana wa watu, na ule mji wa Ituri ni mji wa kibiashara. Watu wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali kwenda kufanya biashara. Vile vile kuna changamoto za afya kwa katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika kutokana na kutokuwa na mifumo imara ya afya, kutokuwa na wataalamu wa kutosha, na vile ugonjwa huu walichelewa kidogo kuwagundua na kuwatenga. Kwa sababu kwa magonjwa ya hatari kama haya, kitu kikubwa kinachotakiwa ni kwanza tunasema unafanya detection very early, una report alafu una respond. Ni Dr. Mohamed ambaye ni mtaalam wa magonjwa ya epidemiolojia kutoka Jumuiya ya Mashariki ya Kati na Kusini mwa Afrika, yani ECSAHC, akihitimisha mazungumzo hapo na mwanahabari George Njogopa akiwa Dar es Salaam. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Kumbuka msikilizaji kutafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani kwa YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa tupate muktasari mwingine wa taarifa muhimu barani naye Edith Peter. Ituri, DRC.
Takribani watu 131 wamefariki dunia kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku zaidi ya visa 513 vikishukiwa kuwa vya maambukizi hayo, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Msemaji wa serikali ya DRC amesema kuwa visa vya Ebola sasa vinaripotiwa katika maeneo mengi zaidi nchini humo. Aidha, nchini Uganda kumethibitishwa visa viwili vya Ebola pamoja na kifo kimoja, kwa mujibu wa kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya Bundibugyo kuwa dharura ya kimataifa. Wakati mlipuko huo ukiendelea kusambaa, serikali ya Kongo imejaribu kuwahakikishia wananchi kwamba timu zake za dharura zinafanya kazi kubwa ya kufuatilia na kuchunguza visa vinavyoshukiwa na kwamba hakuna sababu ya taharuki. Serikali imepanga kufungua vituo 3 vya matibabu ya Ebola katika jimbo la Ituri, mashariki mwa nchi, huku WHO ikituma timu ya wataalamu kusaidia kukabiliana na ugonjwa huo. Wataalamu wa afya na wafanyakazi wa misaada wamesema virusi vya Bundibugyo vilisambaa bila kugunduliwa kwa wiki kadhaa. Hadi sasa visa vimethibitishwa katika maeneo ya Bunia, Goma, Mongubwalo, Butembo na Nyankunde. Daktari mmoja raia wa Marekani anayefanya kazi nchini DRC ni miongoni mwa watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola, kwa mujibu wa kundi la kimishonari la afya analolifanyia kazi pamoja na CDC. Darfur, Sudan. Kamanda mmoja wa kikosi cha wanamgambo nchini Sudan ambaye alikamatwa mwishoni mwa mwaka jana baada ya video zake kusambaa zikimuonyesha akiua watu wasio na silaha mjini Al-Fashir ameachiwa huru gerezani na kurejea vitani, kwa mujibu wa vyanzo 9 vilivyozungumzwa na Reuters. Vyanzo viwili akiwemo afisa wa ujasusi wa Sudan na kamanda wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF walisema walimuona Brigadier Jenerali Ali Fateh Abdullah Idris maarufu kama Abu Lulu akiwa katika mapigano huko Kordofan mwezi Machi. Afisa mmoja wa kijeshi kutoka Chad amesema maafisa wa RSF waliomba Abu Lulu arejeshwe vitani ili kuongeza morali ya wapiganaji waliokuwa wakikabiliwa na mapigano makali eneo hilo. Hata hivyo, serikali ya muungano inayoongozwa na RSF imekanusha taarifa za kumwachia huru Abu Lulu. Kwa mujibu wa msemaji wa RSF Ahmed Tugudi Lisan, mahakama maalumu itamshtaki yeye pamoja na wengine wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa mashambulizi ya Al-Fashir. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 3 kati ya jeshi la Sudan na RSF vinaendelea kuwa mapambano makubwa ya kuwania udhibiti wa nchi na rasilimali zake za kifedha. Mashirika ya misaada yanasema mgogoro huo umeibua janga kubwa la kibinadamu duniani kwa sasa. Abuja, Nigeria. Kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika imesema imefanya mashambulizi zaidi ya anga dhidi ya wapiganaji wa kundi la ISIS kaskazini mashariki mwa Nigeria kwa ushirikiano wa serikali ya Nigeria. Mashambulizi hayo yalifanyika Jumapili kwa mujibu wa taarifa ya kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika iliyotolewa Jumatatu, huku ikieleza kuwa hakuna wanajeshi wa Marekani wala wa Nigeria waliojeruhiwa. Mashambulizi hayo yamefanyika siku 2 baada ya viongozi wa mataifa hayo mawili kutangaza kuuawa kwa Abu Bilal al-Minuk aliyekuwa akitajwa kuwa kiongozi wa pili wa ISIL katika eneo hilo. Al-Minuk alilengwa pamoja na wasaidizi wake kadhaa katika shambulizi lililofanywa kwenye makazi yake katika eneo la bonde la Ziwa Chad. Wimbi hili jipya la mashambulizi ya pamoja kati ya Marekani na Nigeria linafanyika wakati mamia ya wanajeshi wa Marekani wakiwa wamepelekwa Nigeria katika miezi ya hivi karibuni kusaidia mapambano dhidi ya makundi yenye silaha, kushirikiana taarifa za kijasusi pamoja na kutoa msaada wa kiufundi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika sawa sawa. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anna Ngugi. Kwa heri ya kuonana. Kesho ni siku.